Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Wabunge nchini Iran wanaitaka serikali kuwa na makombora mazito yanayoweza kuwafikia Wamarekani pamoja na maadui wote ulimwenguni. Wabunge hao nchini Iran wametoa wito wa makombora ya masafa marefu ambayo yatafika katika ofisi za wauaji waliomuua Ayatollah Al-Khamenei. Muonekano wa bunge la Iran ambapo sasa takribani wabunge 90 wa bunge hilo wameapa kuunga mkono jeshi na sekta za ulinzi hadi wawe na masafa ya makombora ya Iran itakayopongezeka hadi kufikia ofisi za waliomuua kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Kwa maana hiyo ni kwamba makombora hayo yataweza kufikia Marekani zaidi ya kilomita 10,000. Katika nyakati hizi Iran inamiliki makombora mengi ya wastani wa kilomita 2,000, lakini inadaiwa pia wanayo makombora ya kufika takribani kilomita 4,000, kama ambavyo waliweza kurusha makombora hayo kufika hadi Diego Garcia. Makombora haya yakitajwa kwamba umbali ambao unatajwa ni zaidi ya kilomita 4,000, sawa na kutoka Iran hadi kufika katika baadhi ya mataifa ya magharibi. Katika barua waliomwandikia kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei, wabunge hao wametangaza kwamba kulipiza kisasi damu ya kiongozi wao aliyeuawa shahidi na mashahidi wengine wa vita vya Ramadhan ni wajibu wa kidini, kitaifa na kisiasa. Tutaunga mkono vikosi vyetu vya kijeshi na tasnia ya ulinzi hadi siku ambayo safu ya makombora yetu itafika kwenye madawati ya wauaji, imeelezwa katika barua hiyo iliyotumwa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Mujtaba Khamenei. Wabunge hao walisema kamwe hawatakubali masharti magumu yaliyowekwa na wakandamizaji na wadhalimu. Walitahadharisha dhidi ya uharibifu wowote katika kushikilia msingi wa mapinduzi ya Kiislamu na mistari mekundu iliyowekwa na kiongozi muadham. Barua hiyo ilieleza madai kadhaa yaliyoweza kujadiliwa, ikiwa ni pamoja na hali iliyoweza kutenduliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz na kurejea katika hali yake ya kawaida ya kabla ya vita, lakini kubatilisha mazungumzo yoyote kuhusu uwezo wa nyuklia wa Iran, kadhalika kuzungumzia suala la fidia kamili kutokana na adui kwa uharibifu wa mali na kiroho uliosababishwa na vita vilivyowekwa na Marekani na Israel, kadhalika kuondolewa kwa vikosi vyote vya Amerika kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati na adhabu ya uvamizi kwa ukali sana hata wasithubutu kushambulia tena. Wabunge hao pia wamekataa imani yoyote katika ahadi za Marekani, wakitaja mafunzo machungu ya uzoefu wa JCPOA, mapatano ya nyuklia ya mwaka 2015. Walitoa wito kwa wauaji, makamanda na washirika katika mauaji ya kiongozi wa Iran na wahasiriwa wengine kufikishwa mahakamani. Hata hivyo, wamesema jicho kwa jicho haitoshi. Wawakilishi hao walisema mtandao wa Epstein na wahalifu hauheshimu kanuni za kimaadili au za kimataifa. Adui lazima ajue kwamba itakuwa ni kichaa badala ya jicho, waliandika, wakionyesha kwamba kulipiza kisasi kutakuwa kukali zaidi kuliko uwiano. Pia walitoa wito wa kurejeshwa mara moja kwa vikao vya wazi vya bunge na mikutano ya kamati chini ya itifaki za usalama sawa na kipindi cha vita vya siku 12 ili kuimarisha uangalizi na jukumu la kutunga sheria la bunge. Ayatollah Al-Khamenei aliuawa mnamo Februari 28, ikiwa ni siku ya kwanza ya vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vikosi vya kijeshi vya Iran vilifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi chini ya operation iliyoitwa Ahadi ya Kweli namba 4 zaidi ya siku 40. Usitishaji wa vita dhaifu uliratibiwa na Pakistan umekuwa ukifanyika tangu mapema mwezi Aprili, lakini mzingiro wa jeshi la majini la Marekani dhidi ya bandari za Iran unaendelea na Iran imelaumu mara kwa mara Washington kwa kukiuka mapatano hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.